za masomo yao kama watoto wengine nchini. Akizungumza katika shule ya msingi ya watoto wenye uatilifu ya Ziwani eneo bunge la Mvita, Abdullahi amesema wazazi wengi wenye watoto walio na uatilifu wameshindwa kuwasomesha kutokana na ukosefu wa fedha sawa na hali ngumu ya maisha, na hivyo kuwanyima elimu ambayo ni haki yao kikatiba. Abdullahi amesema kunapaswa kuwa na mikakati ifaayo kuhakikisha elimu ya watoto hao inafanikishwa. Na sioni kwa nini katika gatuzi 47 gatuzi ya Mombasa isiwe kielelezo cha kuweza kusimamia kikamilifu elimu ya hawa watoto wetu. Maana na malengo ya ugatuzi ni kwamba kila mtu katika taifa letu ana matatizo yake unique, na sisi hapa tumebarikiwa. Wakati wa Abdullahi ametoa wito kwa wazazi walio na watoto wenye uatilifu wa kusikia na kuzungumza kuwezeshwa ili wajifunze lugha ya ishara ili kuwasiliana na watoto wao. Bwana Mateti yuko hapa nyuma, alikuja na kikundi ambacho alitushawishi sisi kama wazazi tuweze kuisomea hii lugha ya kuzungumza na mkono. Wenzangu wakaingia na niliombwa niweze kuchangia ili wazazi ambao hawajiwezi wasiweze kubaki nyuma. Lakini mimi namwambia Machele, kidole kimoja kivunji chao. Naomba tushirikiane, utoe haba na haba, tuwafadhili wazazi waweze kucommunicate na watoto wetu. Kwa upande wake, waziri wa elimu kaunti ya Mombasa Daktari Mbwarali Kame amesema watabuni sheria ya kuiwezesha serikali ya kaunti ya Mombasa kusimamia masomo ya watoto hao ili kufanikisha ndoto zao. Kwa haraka iwezekanavyo, sisi kama Mombasa County tuwe na bill au tutengeneze policy namna gani watoto wetu wanaosoma hizi special schools ndani ya Mombasa County wapate migao kutoka Mombasa County. A short period of time. Tayari nimetoa order kwa chief officer pamoja na Dr. Jamal CEO wetu wa elimu skimu tuanzishe mchakato sisi kama county tusimame na watoto kama hawa namna gani. Na nikitamatisha ni kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na wazee wa kaya kaunti ya Kilifi yamepinga mpango wa serikali ya kaunti ya Kilifi wa kutoa sehemu ya msitu wa Kaya Fungo kutumika kama eneo la ujenzi wa viwanda na miradi mingine. Kulingana na afisa wa miradi katika shirika la Haki Afrika Mesaidi Omar, mpango huo utachangia kwa uharibifu zaidi wa misitu, hasa ukataji wa miti na kuathiri mazingira. Akiwahutubia wanahabari mjini Malindi kaunti ya Kilifi kwenye kongamano la mazingira kuhusiana na mabadiliko ya hali ya anga, Omar amepinga mpango wa kukata mpango huo na kutaja kama unarudisha nyuma juhudi za kulinda mazingira. Msimamizi wa kaunti, gavana wetu, alitangaza wakati kulikuwa na kongamano hapa kwamba ataweza kutoa ekari fulani ziweze kutengwa na kuwe na industrialization park. Tunavyojua kwamba Kilifi imekuwa na matatizo ya mingi, especially ambayo yanahusiana na climate change. Tuna ukosefu wa vyakula, tuna ukosefu wa maji na mengineyo. Leo hii badala ya sisi kutunza misitu, gavana wetu yuko tayari na kusema kwamba atapeana ekari katika misitu hii ambayo tunafaa kutunza. Kauli yake imeungwa mkono na Edward Kazungu ambaye ni mmoja wa wazee wa kaya kaunti ya Kilifi, na kuomba viongozi wa kaunti ya Kilifi kufahamu umuhimu wa mazingira na kuwa mstari wa mbele kuihamasisha jamii kuhusu manufaa ya mazingira. Ukiangalia hata Kaya Fungo kule ambako tulikuwa sisi, hiyo hata ni heritage. Hata watu wa UNESCO wanajua. Lakini watu wanapenya ndani na kukata miti, kuchoma makaa, ambacho ni kitendo tunakilani sana. Hasa tukisikia kwamba hata kuna muradi wa affordable house unataka kupelekwa ndani ya kaya. Hicho kitendo tunakilani, na tunahimiza viongozi waujue umuhimu wa mazingira. Waambie vijana ili kizazi hiki kikijua umuhimu wa mazingira na wakikumbatia, kweli tutakuwa na Kenya nzuri ambapo hata tutapata mbuga za wanyama wa pori. Tukikata msitu, hao wanyama wa pori wataishi wapi? Ni saa 9 na dakika 6 zimekatika, na kufikia hapo sina la ziada kutoka kwangu, ila kutamatisha muktasari wa mionzi ya Coco FM awamu ya saa 9. Mimi ni Janet Mumbi. Muktasari wa